something here quickly. Ningependa tupitie kitu hapa kwa haraka. In chapter 7, Hebrews chapter 7. Katika Waibrania 7. Hebrews 7. Katika Waibrania 7. Let's pick it from verse 11. Hebu tuanze mstari wa 11. I'll just rush it through. Niipitie kwa haraka. Therefore, if perfection were through the Levitical priesthoods, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron? So, we just go through scriptures quickly. Tunataka kuipitia andiko hilo kwa haraka. This is a question. Na hili ni swali. If the Levitical priesthood, kama basi ukamilifu ulikuwapo katika ukuhani wa Lawi, which was constituted under the law of Moses, ambaye ilifanyika kwa chini ya sheria ya Musa, if that priesthood will bring perfection, kama ukuhani huo ulileta ukamilifu, if the activities of the Levitical priesthood will bring perfection, kama matendo ya ukuhani wa Lawi ulileta ufanisi, then there will be no need for another priesthood. Hakungekuwa na umuhimu wa kuhani mwingine. So simply, kwa urahisi, the old covenant, agano la kale, and its priestly activities, na mambo yote yake, the old covenant, agano la kale, and its worship, na kuabudu kwake, did not bring perfection. Haikulete utimilifu. Therefore, kwa hivyo, there was a need, kulikuwa na haja, for another priest to come, ya kuhani mwingine aje, in the order of Melchizedek. Kwa mpangilio wa Melkizedeki. The order of Melchizedek, mpangilio wa Melkizedeki, is eternity. Ni wa milele. So there's a reason why kulikuwa na sababu we needed an eternal priest. Kulihitajika kuwa na kuhani wa milele. Eternal priesthood. Kuhani wa milele. The Levitical priesthood, ukuhani wa Kilawi, was temporary, ulikuwa wa muda, based on the law of Moses. Ukiwa chini ya sheria ya Musa, it will not bring perfection. Na haingeleta ukamilifu. So there was need, kulikuwa na haja, for another priesthood, ya kuhani mwingine, which is perfect, ambayo ni kamilifu, and eternal, na ya milele. Next verse. For the priesthood being changed, of necessity there is also a change of the law. For since the priesthood is being changed now, maana ukuhani ulibatilika from the Levitical priesthood, kutoka kwa ukuhani wa Kilawi, to that one of the order of Melchizedek, kuingia katika ukuhani wa mpango wa Melkizedeki, which is the priesthood of Christ Jesus, ambao ni ukuhani wa Kristo Yesu. Then it is necessary, kwa hivyo inastahili, for there to be a change of law, kuwe na badiliko wa sheria. This new priesthood, ukuhani huu mpya, the priesthood of Christ Jesus, ambao ni ukuhani wa Kristo Yesu, the priesthood in order of Melchizedek, ambao ni wa mpangilio wa Melkizedeki, cannot serve, hauwezi kudumu in the old covenant. Katika agano la kale, is of necessity, kuna umuhimu, that there must be a change of law, kuwe na mabadiliko ya sheria. In other words, kwa jingine, when Christ comes, wakati Kristo alikuja, the law must be changed. Sheria lazima ingebadilika. Amen. Amen. Verse 13. Mstari wa 13. For he of whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no man has officiated at the altar. Now they are saying Christ Jesus, inasema Kristo Yesu, the one who these things are spoken about, ambaye mambo haya yananena kumhusu, comes from another tribe, alitoka kabila tofauti, the tribe of Judah, kabila wa Yuda. And in the law of Moses, na kupitia kwa sheria ya it is Musa, never spoken anywhere, haijaongeleshwa mahali that popote, a priest will come from the tribe of Judah, kwamba kuhani angetoka katika uzao wa Yuda. Therefore, kwa hivyo, the priesthood of Jesus Christ, ukuhani wa Yesu Kristo, is disqualified, ulikuwa haujakamilika, it is disqualified, haukukamilika under the law of Moses, kupitia kwa sheria ya Musa. It cannot be approved, haiwezi pitika, by the law of Moses, pitishwa na sheria ya Musa. Because according to the law, kwa sababu kulingana na sheria, priests must come from the house of Levi, kuhani lazima angetoka katika nyumba ya Lawi, the house of Aaron, katika nyumba ya Aaron. But this one, lakini huyu comes from the house of Judah, anatoka kutoka kwa nyumba ya Yuda. The reason why Christ came from the house of Judah, kwa kusudi kwa ya Yesu kutoka katika kabila la Yuda, is not to allow me and you, ni ili aturuhusu mimi na wewe, who are not of the house of Levi, ambao hatukuwa wa nyumba ya Lawi, to become priests, tuwe makuhani in the order of Melchizedek, katika mpangilio wa Melkizedeki. Praise God. Amen. Don't you like that? Unapenda hiyo?
If it was the old order, kama ingekuwa mpangilio wa we kale, are all disqualified. zote hakuna angekuwa kuhani. Because we are not Jews. Sababu sisi si We Wayahudi, don't come from the house of Levi. hatutoki katika nyumba ya We don't Lawi, come from the house of Aaron. hatutoki katika nyumba ya Aroni. So Jesus brought a new order Yesu akaleta mpangilio mpya, that a priest does not have to come kwamba si lazima kuhani atoke from the house of Levi. katika nyumba ya Lawi. Next verse. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. Next verse. And it's yet far more evident if, in the likeness of Melchizedek, there arises another priest, who has come not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. Now, the Levitical priesthood Ukuhani wa Kilawi was based on a law uliwekwa na ulikuwa na misingi katika sheria that depended on my life here on earth, ambao ilihusu maisha yangu hapa duniani, on my fleshly life. katika maisha yangu ya kimwili. But the priesthood of Christ Jesus Lakini ukuhani wa Kristo Yesu is an eternal priesthood ni ukuhani wa milele, because it does not depend on my life here on earth. sababu hautazami maisha yangu hapa It ulimwenguni, depends on Christ who is eternal. inatazama Kristo aliye wa milele. So in the law, Katika sheria the priesthood was temporary. ukuhani ulikuwa wa muda, In Christ Jesus, katika Kristo the priesthood is eternal. ukuhani ni wa milele. Let's continue. For he testifies, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. For on the one hand, there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. For the law made nothing perfect. I want you now to put your eyes on verse 18. Tuweke macho yetu katika mstari wa 18. Put your eyes on verse 18 or open your ears to verse 18. I don't know. Ama tufungue masikio yetu katika mstari wa 18. This Swahili verse Ngoja 18. nisome kwa Kiswahili. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Did you hear what he said? For on one hand there is an annulling. What is to annul? Kubatiliwa ni nini? What does your Bible say? Biblia yako inasemaje? Says, former regulation set it aside because it was weak and useless. It was set aside. Ndio kuwekwa kando. That's NIV. Eh? Yeah. Listen to NIV. NIV. Why were they set aside? Because it was weak and useless. Kwa sababu ilikuwa dhaifu na haikuwa ya maana. But again, Lakini you need to understand unastahili the kuelewa weakness of the law. udhaifu wa sheria. The reason why the Bible says the law was weak, Kusudi ya maandiko yaseme sheria ilikuwa dhaifu it is because it made impossible demands. ni kwa sababu ilidai mambo ambayo hayangewezekana. The righteous requirements of the law, Haki iliyotakikana ya kisheria, man had no ability to achieve them. mwanadamu hakuwa na uwezo wa kufikia. The law tells you to do something, Sheria inakwambia ufanye kitu, but it does not supply the ability to do it. lakini haipatiani uweza wa kufanya. For example, Kwa mfano, if I told you, kama ningekwambia I want to bless you 10 million shillings now, ningependa kukubariki na milioni 10, and I tell you here's the 10 million, nilikwambia milioni zako 10 ziko hapa, but we must stand outside there, lakini lazima usimame nje pale, you pick a stone uchukue mawe and throw. na utupe, The stone must drop in Joro, na mawe ianguke Njoro, then you have a 10 million. na wewe uwe na milioni And 10. I'm having the 10 million. Na mimi niko na milioni 10. Here is your money. Hii ziko hapa ni zako. Pick your stone. Chukua jiwe. Of course, all of us will try. Sisi zote tungejaribu. Some of us will throw. Hata wengine tungetupa. It will cross this house. Itapita kwa nyumba hii. Others will throw. Wengine tutatupa. It will fall at your feet. Itaanguka karibu na miguu yako. And none of us Lakini hakuna will throw kati that stone yeyote atakayerusha lile jiwe to Joro. lifike Njoro. So I tell you, here is your money. Ninakwambia pesa ziko hapa. Try hard. Jaribu. Can you do it? Unaweza That's kweli? what the law is doing. Kile sheria ilifanya. And why is the law doing that? Na kwa nini sheria ilifanya To hivi? reveal to you Ili that you ikudhihirishie are weak, kwamba wewe ni dhaifu, guilty, unable to help yourself. na wewe hauwezi jisaidia, You need a savior. unahitaji mwokozi. Amen. Amen. So one thing about the law, Jambo moja kuhusu sheria, you need to keep in your mind. unastahili kuweka katika mawazo yako. It makes impossible demands Inafanya mambo ya kuwe magumu.
And it does not supply you the power to achieve it. na haikupatii nguvu ya kuweza kuyafikia. That's the weakness of the law. Hiyo ndio udhaifu wa And sheria. because it was weak, Na kwa sababu ilikuwa dhaifu, it was annulled. iliondolewa, It was removed. iliondolewa, It was set aside. ilibatiliwa. So verse 18 says, for on one hand, Na ndiposa maandiko yanasema kwa mkono moja there's the annulling of the former commandments kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia, because of the weakness and its weaknesses and unprofitability. kwa sababu ya udhaifu wake na kutofaa kwake. Remember, it's useless and We can use weak and useless. Weak and useless, dhaifu na kutofaa. You know, useless. When I was a boy, I used to abuse people. Useless. Wakati nilikuwa kijana nilikuwa naita watu But Bully. useless just means you have no use. maanisha kuita mtu bure inamaanisha hauna umuhimu wowote. In other words, the law of Moses Kwa njia nyingine sheria ya Musa is weak ni dhaifu and of no use. na haina manufaa. And even if you try to use it, Na ukitaka kuitumia it has no profit. haina faida. Amen. Amen. Verse 19. Mstari wa 19. For the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope through which we draw near to God. So the law made nothing perfect. Sheria haikukamilisha neno. So the law cannot make the church perfect. Kwa hivyo sheria iwezi fanya kanisa liwe imara. Amen. Amen. Can we agree? Tunaweza The law kubaliana makes hiyo. nothing perfect. Sheria haifanyi kitu kikamilike. And that's why, Na kwa hiyo on the other hand, kwa mkono mwingine, after annulling the law, baada ya kubatilisha sheria which is weak and useless, ambayo ilikuwa dhaifu na bure, now on the other hand, kwa mkono mwingine there is the bringing in kuna kuleta of a better kilicho kizuri, hope tumaini nzuri through which we draw near to God. ambalo linatufanya tumkaribie Mungu. That is Jesus Christ. Huyo ni Yesu Kristo. Amen. Amen. We draw near to God, Tunamkaribia Mungu not through the blood of animals, si kupitia kwa damu ya wanyama, but through Christ Jesus. lakini kupitia kwa Kristo Yesu. Continue, next verse. And inasmuch as he was not made priest without an oath, for they have become priests without an oath, Continue. but he with an oath by him who said to him, the Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. The rest of the priests, Makuhani wengine wote God never told them Mungu hakuwaeleza that you are a priest forever. kwamba nyinyi ni makuhani milele. They were chosen by fellow men. Walichaguliwa na wanadamu. But this one, Lakini huyu God has sworn, Mungu He ameapa, has taken an oath amechukua kiapo that you are a priest forever kwamba wewe ni kuhani in milele the order of Melchizedek. kwa mpangilio wa Melkizedeki. Amen. Amen. Next verse. By so much more Jesus has become a surety of a better covenant. Oh. And the, Amen, amen. Kwa Kiswahili nasema kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora. Now let me say this. Na ngoja niseme hii. Which bank is there? Cooperative bank. I saw cooperative bank here. Niliona banki ya cooperative ya jumuiya. If you walk to cooperative bank Ukienda hapa kwa benki yetu ya cooperative and say I want a loan, na useme kwamba nahitaji kuwa na mkopo, they ask you how much. wakuulize ni pesa ngapi? 100 million. Nataka milioni 100. They say bring a grantor. Wanakuambia lete mdhamini. Then you come and bring this pastor here. Ukuje uchukue huyu pastor umpeleke. They look at this man, they do his mathematics. Wataanalyze huyu, watamtazama wamfanyie hesabu. They say 100 million. Milioni 100. Just apply, you'll hear from us. Wewe tu omba tu. Now, Sasa this new covenant, agano jipya we have a guarantor. tunamdhamini. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. Amen. Amen. Is there anything you can miss from God? Hakuna kitu utakosa He is your kwa guarantor. yeye ni mdhamini wako. When you ask from God, Ukiuliza kutoka kwa He says Mungu, bring a guarantor. anasema leta mdhamini. Bring Jesus. Ukileta Yesu, In Jesus' name, ni katika jina you la receive Yesu what you are looking for. utapokea kile ulihitaji. He's a better guarantor. Yeye ni mdhamini bora. Amen. Amen. He has come as a surety of a better covenant. Yeye amekuwa mdhamini wa agano lililo bora. Now, sincerely speaking, Kwa kweli kweli, between Moses and Jesus,
katikati ya Musa na Yesu. Whom would you want as a surety? Sasa ni nani ungependa awe mdhamini wako? Let's just agree here. Ngoja tukubaliane tu hapa. Between Moses and Jesus, Katikati ya Musa na who do Yesu, you choose today as your guarantor? ni nani ungechagua awe mdhamini wako? Why are you whispering? Say it. Kwa nini? Yeah? He's a better guarantor for a better covenant. Yeye ni mdhamini bora wa agano lililo bora. Look at verse 23. Hebu tazama mstari wa 23. Also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. But he, because he continues forever, he has an unchangeable priesthood. Now let me tell you the beauty of this. Hebu ngoja nikwambie uzuri wa hii. You know the work of a priest? Unajua kazi ya kuhani? He was to stand in the gap. Alikuwa simame kwenye pengo. To represent people to God. Ili wakilisha watu kwa Mungu. In the things of God. Kwa mambo ya kiungu. And represent God to people. Na wakilishe Mungu kwa watu. Now, sasa the Bible says, maandiko inasema, sometimes Israel used to look for a priest. Waisraeli walitafuta kuhani. They are told he died yesterday. Na wanaambiwa alikufa jana. So Israel has no high priest. Sasa Waisraeli hawana kuhani mkubwa. They have to go through the process again. Lazima waende kupitia kwa taratibu of electing a new priest. Ili wawe na kuhani mwingine mpya. Then he dies again. Tena anakufa. Then they go through the same process. Wanaenda pia katika ile njia. But there's one. Lakini kuna mmoja who has unchangeable priesthood. Ambaye ana ukuhani usioondoka. Because he lives forever. Sababu anadumu milele. So which one do you want? Sasa ungependa nani? The Levitical priesthood. Ukuhani wa Kilawi. Where the priests were dying. Ambapo kuhani walikuwa wanakufa kila wakati. This one who is forever. Ama huyo ambaye ni wa milele. Amen. Amen. And knowing that the work of the priest. Na unajua kazi ya kuhani is to represent you in heaven. Ni kukuwakilisha mbinguni. I want you to hear this. Na leo usikie hii. If you choose Christ as your high priest. Ukichagua Kristo akiwa kuhani wako there is no single second. Hakuna dakika nukta yoyote. That he is not in heaven. Ambaye hajakuwa mbinguni. Amen. And you just see it in a few minutes. Na utaona kwa dakika chache. Verse 25. Mstari wa 25. Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him. Niruhusu nisome kwa Kiswahili. Let him read first. Finish. Verse 25. Okay. Therefore, he is also able to save the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercessions for them. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Soma. Verse 25. Soma. Ni undu ucio mahinda mothe ni ahotaga ni akihotaga kuhonokia andu. Moja enda pole pole unaraga. Mahinda mothe ni akihotaga. He is able. Anaweza. What is he able to do? Kuhonokia andu aria makuhagiriria Ngai na undu wake. Amwe aturaga hingo ciothe nigetha amathaithanagirire hari Ngai. Amen. Amen. I like two words there. Ninapenda maneno mawili pale. Mahinda mote. Wakati wote. Alafu Amathaithanagirire. Domeregi. Ni undu ucio mahinda mothe ni akihotaga kuhonokia. Anaweza. Ni ahotaga. He is able. Anaweza. To do what? Kufanya nini? Kuhonokia. Kuokoa. Imetosha. So let me ask you. Hebu nikuulize. How does he save? Yeye anaokoa namna gani? All the time. Mahinda mothe. Completely. Kabisa. Amen.
Praise God. Bwana asifiwe. If you want this priesthood, Ukitaka ukuhani huu the one of Jesus Christ, ambao ni wa Yesu Kristo, then you can know unaweza jua Mahinda Mothe kila wakati umeokoka you are saved kabisa. pio kabisa. Swali semaje? Anaweza kuokoa Kabisa. Si nusu. Sisi nini mnataka? Mimi Sijui. These priests, Ukuhani huu he is able to save anaweza kukuokoa to the uttermost. kabisa. Wewe tusome Kikuyu tena kwa nini? Philippians 1:6. Hebu tusome kwa Kikuyu wa Filipi 1:6. Naona hii lugha inaeleweka hapa rahisi. Hii lugha this language is better understood here. Niende na mate Ngai uria wambiriirie wira ucio mwega thiini wanyu ni guthie na mbere naguo okinya akarika muthenya ucio wa Kristo Jesu. Is that the God you want? Si huyu ni Mungu ambaye tunahitaji. Amen. Amen. That work that he has begun in you, kazi aliyoanzisha ndani yako, he makes sure atahakikisha he does it to the end, ameitimiliza hadi mwisho, the day of Jesus Christ, hadi siku ya Kristo Yesu. Amen. That's how you know that he's a savior. Sasa hapo ndipo unajua kuna Mwokozi. Not someone who removes you from water, si andaye kutoka kwa maji, then looks at you, alafu anakuangalia, says you are ugly, anasema umekasirika, he throws you back, anakutupa tena kwa maji. Hapana. That's what saves you. Huyu anakuokoa to the uttermost, hadi mwisho. Amen. Praise God. Amen. So let's continue. Hebu tuendelee. Verse 26. Mstari wa 26 wa Ibrania. For such a high priest was fitting for us. You know what God expects? Unajua Mungu alihitaji nini? That he has showed you the picture of Christ Jesus. Kwamba amekuonyesha picha ya Kristo Yesu. Until you are saying now, mpaka unasema sasa, this is the priest that I want. Huyu ndiye kuhani ninayetaka. Amen. Amen. Such a high priest, kuhani mkuu huyu was fitting. Alikuwa anafaa. Kiswahili nasema maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. This high priest, huyu kuhani mkuu, this kind of high priest, huyu kuhani wa aina hii is fitting for me. Ametutosha. I don't know about you. Sijui wewe. But for me, lakini kwangu mimi, he lives forever. Anaishi milele. He will never die. Hata kufa. He's not a sinner. Si mwenye dhambi. He's undefiled. Yeye hana uovu. This kind of high priest, kuhani wa aina hii, he is able. Anaweza. And when he serves, na anaokoa, he serves completely. Anaokoa kabisa. This is the kind of high priest I want. Huyu ndiye kuhani ninayetaka. I don't know about you. Sijui wewe. I told you we are just passing through scriptures. Mimi nilikwambia napitia maandiko haya. So go to chapter 9. Hebu tuende 9. Hebrews chapter 9. Ibrania 9. I know God will give you depth into these things. Ninajua Mungu anakupa uwazi, undani wa maandiko haya. Verse 11. Mstari wa 11. Hebrews 9 verse 11. Ibrania 9:11. But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with the hands, that is, not of this creation. Verse 12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Amen. Now, every day, kila wakati, every year, once every year, kila mwaka mara moja. Just give me your ears. Hebu nipe masikio yako tafadhali. Once every year, mara moja kwa mwaka, the high priest of Israel, kuhani wa Israeli, mkuu wa Israeli, will take blood, angechukua damu and go and offer, na aende aitoe on the mercy seat, kwa kiti cha rehema, once every year, mara moja kwa mwaka. That was the most important day in Israel. Hiyo ilikuwa siku ya manufaa sana kwa Israeli. It was called Yom Kippur. Iliitwa Yom Kippur. The day of atonement. Siku ya ondoleo. That day, siku hiyo, all men appeared before God. Kila mwanamume alijidhihirisha mbele za Mungu. That day, siku hiyo, David says, Daudi anasema, I was glad when they told me, nilifurahi waliponiambia, let us go to the house of the Lord. Twende katika nyumba ya Baba. Amen.
Don't sing that today. Usiimbe hiyo leo. Don't sing that today. Usiimbe hiyo leo. In the Old Testament, Lakini kwa Agano la Kale, the house of the Lord nyumba ya Mungu was a building. ilikuwa mjengo. In the New Testament, Katika Agano Jipya, the house of the Lord nyumba ya Mungu is a man. ni mtu. So you are the house of the Lord. Sasa wewe ni nyumba ya Mungu. We are not in the house of the Lord. Sasa hatuko katika nyumba ya No, Mungu. the house of the Lord is meeting here. Sasa nyumba ya Mungu ndio imekutana hapa. I don't really understand. Okay. 1 Corinthians 6:19. Wakorintho wa kwanza 6:19. 1 Corinthians 6:19. Wakorintho wa kwanza Let's begin 6:19. with chapter 3. 1 Corinthians 3 verse 9. Wakorintho wa kwanza tuanze kwanza Wakorintho wa kwanza 3:9. For we are God's fellow workers. You are. Is Apostle Paul who is saying, Sasa mtumishi wa Mungu Paulo ndiye anasema, we are God's fellow workers, sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. and he's telling the believers, Na anaambia waaminio, You are God's field. nyinyi ni shamba la Mungu, You are God's building. nyinyi ni jengo la Mungu. you are God's. Building. You know why? Unajua ni kwa nini? When Christ was hanging on the cross, Wakati Kristo alikuwa pale msalabani, the curtain tore. ile kitambaa cha hekalu kapasuka, The curtain that used to live in the Holy of Holies tore. ambayo ilikuwa inatanguliza watu kuingia patakatifu pa watakatifu ikapasuka. It didn't tear Haikularuka so that you may go to the Holy of Holies. ili uingie patakatifu pa watakatifu. It tore so Ilipasuka that God may come out of that box ili Mungu atoke kwa sanduku kwa sanduku la agano, and come to live with you. ili akuje aishi ndani yenu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. So we don't go to the Holy of Holies. Hatuingii patakatifu pa watakatifu. The Holy of Holies is in us. Patakatifu pa watakatifu pako ndani We yetu. carry the Shekinah glory of God. Tunabeba utukufu wa Shekina wa Mungu. When Jesus was praying, Yesu alipoomba he says, alisema, the same glory that you gave me, utukufu ulionipa I also give them. nimewapa. John 17 verse 22. Yohana Don't go there, don't go 17. there. But Jesus prayed that. Usiende, Yesu alisema The same hivyo. glory Utukufu ule is ule the one I'm giving them. ndio ambao niliwapa. God dwells in you. Yesu anakaa, Not Mungu in anakaa houses. ndani yenu, si kwa nyumba. We can leave this house Unaweza ondoka kwa hii nyumba and become a bar. na hii inaweza kuwa klabu. It will not be Grace Covenant Church bar. Haitaitwa Grace Covenant Club. Someone will ask, where is Grace Covenant these days? Watu watauliza Grace Covenant iko wapi siku hizi? They say they went the other place. Watasema walitoka wakaenda mahali Because pengine. this is not Grace Covenant. Sababu hii si neema kuu. This is not the church. Hii si kanisa. We are the church. Sisi ndio kanisa. Praise God. Bwana asifiwe. 1 Corinthians 6:19. Wakorintho wa kwanza 6:19. 6:19 says that, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Say we know. We know. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? This one we know. Sindio? Hiyo tunajua. Hizi kitu kusumbua. Hii it is not a disturbance. Soma. Kae mutoi. Mutoe. Kae mutoi. Ati mĩĩrĩ yanyu nĩ hekalu ya Roho Mũtheru ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wanyu, ũrĩa mũhetwo nĩ Ngai. Inyuĩ mũtirĩ anyu inyuĩ ene, mũrĩ a Ngai. Amen. Amen. You are not of your own. Nyinyi si wenyu wenyewe. You belong to God. Nyinyi ni wa Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. Acts 17. Matendo ya Mitume 17. Verse 24. Mstari wa 24. Acts 17:24. Matendo ya Mitume 17:24. Now, listen to this carefully. Hebu sikiza hii kwa utaratibu. God, who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Okay, let's agree. Do we believe that scripture? Tunaamini andiko hilo. If you believe, say amen. Kama unaamini sema amen. You know
When we are walking outside there, Unajua wakati tulipokuwa tunatembea pale nje, we walk throwing our hands. tunaenda tukitupa mikono na miguu. Then when we arrive here, Alafu tukiwa hapa, we organize ourselves now. tunajipanga. We come in slowly now. Tunakuja kwa utaratibu. You wipe your face. Hata unyuso You unapangusa. remove your cap and put it in your pocket. Unatoa handkerchief yako, kofia yako kama ilikuwa kwa kichwa unaiweka kwa mfuko. It's wrong doctrine. Hiyo ni mafundisho potofu. God does not live in things made by human hands. Mungu hakai kwa nyumba iliyojengwa na mikono ya wanadamu. That's why Diposa you can preach at a tree. unaweza hubiria chini ya mti, You are still the house of God. uko katika nyumba ya Bwana. You can worship in a kiosk like this. Unaweza abudu kwa kioski kama hii, You are still the house of God. bado uko katika nyumba ya Bwana. Amen. Hallelujah. Unaweza kuabudu kwa kioski kama hii. You can build one Unaweza jenga with the gold, silver. ya dhahabu na fedha. You are still the house of God. Uko katika nyumba ya Mungu. Unanisikiza? God never lives in houses. Mungu hakai kwa nyumba. But let me catch you, all of you now. All of you. Lakini ngoja niwakamate. After you have preached the gospel, Sasa baada ya kuhubiri Injili, now you say every eye closed. unasema kila jicho likiwa Every head limefungwa, bow down. kila kichwa If kikinamishwa. you want to get born again, come to the altar. Kama ungependa kuokoka, njoo kwa madhabahu. You said God does not live in places like this. Ulisema Mungu hakai mahali kama hapa. How comes you have an altar in a building? Sasa wewe una madhabahu ya aina gani katika The nyumba? altar of a Christian. Madhabahu ya Mkristo. First of all, an altar is a place of sacrifice. Madhabahu ni mahali pa kutoa dhabihu. So the altar of a Christian Madhabahu ya is Mkristo the cross of Calvary. ni pale msalabani. So if you want to take people to the altar, Ukitaka kupeleka watu kwa madhabahu, take them to Israel at Calvary. wapeleke kule Israeli Kalvari. There's no altar in the church. Hakuna madhabahu kanisani. We have raised places Tumeinua mahali so that we can be seen by everybody. ili tuonekane na kila mtu. There's nothing like altar call. Hakuna otako. Hakuna ya kujileta kwa madhabahu. Kwa unyenyekevu mbele za Bwana tunakari. Okay. If God lives in you Kama Mungu anakaa ndani and you want yako to go before Him, na wewe unataka kwenda mbele zake, where will you go? sasa utaenda mbele wapi? God lives in you. Mungu anakaa ndani yako. Okay, is that settled? Si hiyo ni kamili. God lives in you. Mungu anakaa Say ndani that yako. is settled. Sasa hiyo imeisha. So if you want to go to Him, Sasa ukitaka kwenda kwake, where do you go? utaenda wapi? Labda uingie ndani yako. Worship Kuabudu is spiritual now. ni kiroho. Amen. Amen. So let's go back to Hebrews and continue. Hebu tuingie pia katika, turudi tena kwa Ibrania Verse 12 again. mstari wa 12. Chapter 9 verse 12. Hebrews chapter 9 verse 12. 9:12. Hebrews 9:12. Ibrania 9:12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. So there's something Jesus obtained for us. Sasa kuna kitu ambacho Kristo alitupatia. I said in the Old Testament, Katika Agano la Kale, the priests makuhani must go there every year walienda kila on mwaka the day of atonement. katika siku Every ya year. siku ya ukombozi. But Kila our high siku. priest Lakini kuhani has mkuu entered there ameingia pale once. mara moja, It is enough. imetosha. Do you know why priests were going there for every year? Unajua makuhani walienda pale kila mwaka So that there's no sickness in Israel, ili kusiwa magonjwa Israeli, so that they can harvest, ili kuwe na mavuno, their cattle don't die, kwa ng'ombe zao the land wasikufe, prospers. nchi If he ikafanikiwe. offers the blood, Walitoa damu
and is acceptable to God. na ikakubalika mbele za Mungu. Everybody who fights Israel Kila mtu anayepingana na Israeli must be defeated. lazima angeshindwa. Are you hearing? Unanisikiza? Now your priest Sasa wewe ni kuhani has gone there na kuhani wako ameenda pale. once. Ameenda pale mara moja Forever. na ya kutosha. That's why Ndiposa you are blessed forever. umebarikiwa milele. Now, going there once for forever, Akiingia pale he has done something else. amefanya kitu. He has obtained Amekwishapata eternal redemption. ukombozi wa milele. Redemption Ukombozi is buying back ni kununua tena through a ransom. kupitia kulipia gharama. You go to a slave, Unaenda kwa mtumwa, you pay the ransom, unalipa gharama, you take the slave away. unachukua mtumwa tena. And the Bible says Na maandiko inasema he has bought you once ametununua mara moja for eternity. kwa milele. Amen. Eternal redemption. Yaani ukombozi wa milele. Let me give you something good here. Hebu nikupe kitu hapa. Let me give you something good here. Hebu nikupe kitu hapa. Are you ready? Hebu uko tayari? You know, if you have a slave, Kama wewe uko na mtumwa, there's a slave master. wewe ni bwana wa mtumwa. So if you want to buy the slave, Sasa ukitaka kununua mtumwa, you pay the slave master the ransom. sasa utamlipa bwana wa mtumwa gharama. Now God Mungu is the one who put us under the captivity of sin. yeye ndiye alituweka chini ya kifungo cha dhambi. It's God himself Yeye Mungu mwenyewe who put man under the captivity of sin. aliweka mtu chini ya kifungo cha dhambi. Then it is God, Hii inamaanisha Mungu it is God again ni Mungu tena who paid the ransom. ambaye alilipa gharama. So whom did he pay the ransom to? Alilipa kwa nani? Alijilipia. You see this family issue. Sasa unaona hii ni kitu ya kijamii. He didn't pay to the devil. Hakulipa kwa shetani. No. Hapana. God does not owe Satan anything. Mungu hana deni ya Shetani. He's the one who put us in captivity. Yeye ndiye ametutupa kwenye He's the one who paid himself the ransom. tena akajilipia. He's the one who said, I'm satisfied. Akasema imetosha. He's the one who said, I'm saved you. Yeye tena akasema amekuokoa. Praise God. Amen. Are you falling in love with this God? Umependa huyu Mungu? Amen. So he has obtained eternal redemption. Tumepata ukombozi wa milele. Let's go to chapter 10. Inatukumbusha tumekombolewa kwa damu ya Yesu. 10, Waebrania 10. Chapter 10, Hebrews 10. Waebrania 10, Verse 10. mstari wa 10. Hebrews 10:10. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kwa mapenzi haya mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. By the will of God. Kwa mapenzi ya Mungu. Not by our will. Si kwa mapenzi yetu. By the will of God. Kwa mapenzi ya Mungu. We have been sanctified. Tumetakaswa. Through the blood of Jesus Christ. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Once. Mara moja. For all people. Kwa watu wote. For all time. Kwa kila wakati. Amen. Amen. Once for all. Mara moja na ya kutosha. Now this is what we talked in the morning. Hii ndio tuliongea asubuhi. This one is called positional sanctification. Ni ule utakatifu wa It's okay. The word sanctification. Neno utakatifu. Is a Greek word called hagios. Utakaso ya. It's called hagios. Ni hagios. And hagios means. Na hagios inamaanisha. You've been set apart. Umetengwa. For the purpose of God. Kwa kusudi la Mungu. And now. Na hii. In Christ. Katika Kristo. Spiritually. Kiroho. You've been set apart. Umetengwa. Once and forever. Mara moja na ya kutosha. Amen. Amen. Verse 11. Mstari wa 11 wa Ibrania 10. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. In Israel. Katika Israeli. You know some verses here. They are so dangerous for Israel. Kuna maandiko hapa ni hatari kwa Israeli. Every priest. Kila kuhani. Number 1. Jambo moja. He was standing. Alisimama. Number 2. Jambo la pili. Daily. Kila siku. Number 3. Jambo la tatu. Offering same sacrifices. Akifanya ibada. Number 4. Namba 4. They could not take away sin. Haingeondoa dhambi. Kazi nyingi. Kwanza Kiswahili nasema hivi.
Kiswahili inasema hivi. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi ambazo haziwezi kuondoa dhambi. So look at that priest. Hebu tazama huyu kuhani Standing, anasimama daily, kila siku again and again, mara nyingi, same sacrifice, dhabihu ile cannot remove sin. haiwezi ondoa dhambi. Are you hearing? Unasikia? Under the law of Moses, Kupitia kwa sheria ya Musa, sin was not taken away. dhambi haikuondolewa, Sin was covered. ilifunikwa. That's why in verse 5 and up to 7, Na ndiposa mstari wa 5 hadi wa 7 God says, I never desired those sacrifices. Mungu anasema mimi sitamani madhabihu hizo I was not pleased with na sikufurahishwa nazo. Verse 12. Mstari wa 12. But this man, Hold on there. Simama hapo. Ukifika hapo so vitu hivyo. Sasa hapo unasoma. No. Yeah. These priests of Israel, Lakini huyu kuhani wa they Israeli, stood hao makuhani wa Israeli walisimama daily, kila siku, again and again, mara tena na tena, giving the same sacrifices, wakifanya ibada ile which could not take away sin. ambaye haingeondoa dhambi. But this man, Lakini huyu, everybody shout, this man. huyu, Read it in English, read it in Kikuyu. soma kwa Kikuyu. Ede Kristo Ede Kristo. arutire igongona What rimwe. I wanted you to hear is that this man is Jesus. Sasa kile nitaka usikie ni kwamba huyu ni Yesu. Now let me give you some insight there. Hebu nikupe mambo ya kiundani pale. But this man, so say this man. Huyu mtu. Now every time you saw Christ walking on the road, Wakati wote unapoona Yesu akitembea jiani, you saw perfect man, ungemuona mtu kamili perfect God na Mungu kamili in one person. ndani ya mtu mmoja. He was the God man. Alikuwa Mungu mtu. Amen. Amen. Unto us Na kwetu a child is born, mwana amezaliwa, but a son is. lakini tumepewa mtoto amezaliwa, lakini tumepewa mwana. The son is Jesus Christ. Mwana ni Yesu Kristo. The child Mtoto is the human body in the womb of Mary. ni mtoto aliye na mwili ndani ya tumbo ya Mariamu. They came together. Wakaja Let's pamoja. just go back a little bit. Hebu turudi Read verse 5. mstari wa 5. Hebrews chapter 10 verse 5. Read it again. Waibrania 10:15. therefore, Kwa hiyo when he came into the world, ajapo ulimwenguni he said, asema, sacrifice and offering you did not desire, dhabihu na toleo hakutaka, but a body you have prepared for me. Let me hear that. lakini mwili niliwekea tayari. Jesus comes in the world Yesu anakuja and he duniani says, na anasema, Daddy, Baba, I know ninajua sacrifices dhabihu and offerings for sins, na sadaka ya dhambi you have never desired them. haujatamani They have wewe, never pleased you. hazijakupendeza. That is why Diposa you have gone to the womb of Mary umeingia katika tumbo la and Maria prepared a human body for me. na umenitengenezea mwili wa I kibinadamu may go to live there. ili niishi pale. Amen. Amen. Now, when he is born, Wakati alizaliwa, ask yourself, hebu jiulize, how comes the wise men kwa nini mamajuzi came and bowed to him? walikuja wakamsujudu? They knew Walijua inside this kid ndani ya huyu mtoto there is God. kuna Mungu. And up to today, Hata leo only wise men bow to him. ni wale mamajuzi tu walimsujudu, wanamsujudu. They knew Walijua inside this small thing crying here, ndani ya huyu mtoto analia hapa there's a savior. kuna Mwokozi, There's a mighty king. kuna mfalme mkuu. That's why Herod panicked, Ndiposa Herodi akastuka, because another king has been born. sababu mfalme mwingine amezaliwa, But he didn't know that his kingdom was not of this world. lakini hakujua mfalme huyu ni si wa dunia hii. So Sasa Jesus was a God man. Yesu alikuwa Mungu mtu. Amen. Amen. That's why the Bible says here now, Ndiposa Biblia inasema hapa, this man, huyu mtu not this God. sio huyu Mungu.
It is man who sinned against God in the Garden of Eden. Ni mtu aliyefanya dhambi, alifanyia Mungu dhambi katika shamba la Edeni. Therefore man must pay for the sins of man. Hivyo lazima mtu alipe gharama ya dhambi za mtu. This man. Huyu mtu. I think it's yesterday or the other day I told you. Jana ama siku hiyo nyingine niliwaeleza. God is eternal. Mungu ni wa milele. He cannot die. Hawezi kufa. God did not die on the cross. Mungu hakukufa msalabani. This man Jesus. Huyu mtu Yesu died on the cross. Alikufa msalabani. That's what happened. Hii ndivyo ilitendeka. When sins were poured on him. Wakati dhambi iliwekelewa juu yake. God separated from him. Mungu akajiondoa kwake. And this man Jesus, na huyu mtu Yesu, first of all suffered spiritual death. Akawa na kifo ya kiroho. In the same example, katika mfano ule ule of Adam in the Garden of Eden, wa Adamu katika shamba la Edeni, who first of all yule kwanza suffered spiritual death, alipata kifo cha kiroho on rebellion, katika uasi. Then later, lakini baadaye he died physically, akafa kwa kimwili, in the same manner that Adam died, katika njia ile ile Adamu aliyokufa. Then he was buried, baadaye akazikwa, in the same manner, katika njia ile ile, but he rose again, lakini baadaye akainuka, because he conquered death, akashinda kifo, of which Adam did not, ambayo Adamu hakuweza. Amen. Praise God. Amen. So this man, huyu mtu, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Now hear this. Sikia hii. Other priests, what are they doing? Makuhani wengine wanafanya nini? They are standing. Wanasimama. When someone is standing, what does it mean? Wakati mtu anasimama inamaanisha nini? There's more work to be done. Bado kuna kazi ya kuendelea kufanya. But this one, lakini huyu, Amen. Praise God. Amen. This one did his work. Huyu alifanya kazi yake, He finished it. akamaliza. There is no more work. Hakuna kazi He ingine. sat down. Sasa ameketi. He sat down on the right hand of God. Katika mkono wa kuume wa Mungu. On the right hand of God, katika mkono wa kuume wa Mungu, is the place of all authority and power. Ni mahali pa mamlaka na uwezo wote. Amen. Amen. So look at that man again. This man, hebu tazama huyu mtu. After he had offered one sacrifice, alipokwisha kutoa dhabihu moja, so it is one sacrifice, dhabihu moja for sins, ya dhambi forever, idumuyo hata milele. Amen. Amen. When you look at the cross, ukitazama msalabani, you are seeing one man, unaona mtu mmoja, one sacrifice, dhabihu moja for all sins, kwa dhambi zote, forever, milele. Amen. What are you seeing on the cross? Unaona nini msalabani? One man, mtu mmoja, one sacrifice, dhabihu moja for all sins, kwa dhambi zote, forever, milele. Okay, let's challenge ourselves. Hebu let's challenge ourselves. Tujichange moto. This way is tujichange moto, eh? Tujitie changamoto. Tujitie changamoto. Let's challenge ourselves. We are thinkers. Hebu tujichange moto tu. Sisi tunafikiria tujichange moto. John the Baptist, Yohana Mbatizaji, saw Jesus alimuona Yesu in John chapter 1 verse 29. katika Yohana 1 mstari wa 20. And said, behold, na akasema tazama, the Lamb of God, mwana kondoo wa that Mungu takes away ambaye anaondoa the sin of the world. dhambi za ulimwengu. And we are told, na tunaambiwa the problem with the offerings of the Levitical priesthood, shida la madhabihu ya Kilawii, it did not take away ni sin. kwamba haikuondoa dhambi. But this man, Lakini huyu, so let's say this man took away sin. huyu mtu aliondoa dhambi. Let's challenge ourselves. Hebu tujichange moto. Sin was the offense between us and God. Dhambi ilikuwa kizuizi kati yetu na Mungu. But through the sacrifice of Jesus, lakini kupitia kwa dhabihu ya sin Yesu, has been taken away. dhambi imeondolewa. What remains between us and Ni God? nini kimebaki katikati yetu na Mungu? No, sin has been taken away. Dhambi imeondolewa. So what remains between us and God? Sasa ni nini kati yetu na Mungu? Challenge yourself. Hebu jichange moto ujiulize. So hold on. Hebu The simama. Bible says it took away the sin of the world. Maandiko yanasema aliondoa dhambi za ulimwengu. What does the world mean? Dunia inamaanisha nini? Every single human being who will ever be born on this world. Kila mtu, kila mwanadamu atakayezaliwa katika ulimwengu huu, Their sins were taken away. dhambi zao ziliondolewa. It's a challenge, it's a challenge. Just think. You need to think. Sasa hebu fikiria. If the sins of the world have been taken away, Kama dhambi za ulimwengu zimeondolewa,
What is the problem between man and God? Sasa ni shida katikati ya Mungu na mtu ni nini? And I want to help a pastor here today. Ningependa nisaidie pastor hapa leo. We are where God left long time ago. Sasa sisi tumebaki mahali Mungu aliondoka zamani. We are fighting sin. Sasa sisi tunapiga vita dhambi. God dealt with sin once and forever. Mungu alimaliza dhambi mara moja na ya kutosha. Kini sasa sisi We are in a wrong arena. sasa sisi tuko mahali petu pa kipekee. 1 John chapter 2. Yohana 1 1 John chapter 2 and verse 1 and 2. waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa pili na wa verse 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. 1 John chapter 2. Waraka wa kwanza wa Yohana 2. My children. Simsema yes. My children. Watoto wangu wadogo, These things I write to you so that you may not sin. Hold on. So what is the will of God? mapenzi ya Mungu ni nini? That we don't sin. Kwamba tusitende dhambi. And if anyone sins, Just in case. Sasa kwa bahati mbaya, we have an Just in case. sasa kwa bahati mbaya, Because that's not your lifestyle. sasa hiyo sio maisha yako. Is your lifestyle a life of sin? Sasa maisha yako ni ya dhambi, But just in case. lakini kwa bahati mbaya, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So number one, you have an advocate. sasa jambo la kwanza una wakili. You know how expensive it is to hire an advocate? Unajua ilivyo vigumu kuwa na wakili And to get a good one. na kupata wakili mzuri Whom you will be sure he will win your case. ambaye unajua atashinda kesi It's yako. not easy. Si rahisi, But according to God, lakini kulingana na Mungu, you are a believer in Christ Jesus. wewe muamini katika Kristo You Yesu, should not live a life of sin. haustahili kuishi maisha ya dhambi. But in case you sin, Lakini kwa bahati mbaya God has already hired an advocate for you. utende dhambi, Mungu ametoa wakili. And I want you to know who the advocate is. Sasa ningependa ujue wakili ni nani. Brethren, Wapendwa, meet your advocate. sasa kutana na wakili wako. Jesus Christ, the Yes. righteous. Yesu Kristo mwenye haki. The righteous one, And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Haya. 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 Read in Swahili. Kiswahili Verse 2. Verse 2. inasema hivi, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. We want to finish with a breakthrough. Ningependa tumalizie na upenyo. This one is called a breakthrough now. Sasa hii ndio inaitwa upenyo. Getting money depends on how hard you work. That's not a breakthrough. Sasa kupata pesa inagharimu juhudi zako za kufanya kazi, lakini hiyo si upenyo. Now listen to this. Sasa sikia hii. When Christ died on the cross, Wakati Kristo alikufa msalabani, he paid for the penalty of the sins of the whole world. alilipa kwa gharama And ya, the word prop. Okay, go ahead. alilipa kwa gharama ya Dhambi The za sins of the whole zetu world. zote. And the word used in that book, propitiation, Na neno ambalo limetumiwa wale kipatanisho it means a satisfactory atonement. ni ukamilifu wa mapatanisho. Who was satisfied? Nani alipata God was satisfied. Mungu aliridhika That the sacrificial death of Christ at the cross kwamba dhabihu iliyotolewa na Yesu msalabani was sufficient ilitosha to pay for the sins kulipa kwa dhambi zetu of the whole world. ya dunia yote. This becomes difficult for our mind to comprehend, but God is going to help us. Sasa hii inakuwa ngumu kwa mawazo yetu kuyashika, lakini The sins of the whole world dhambi za dunia yote has already been paid for. zimelipiwa. Now between us and God, Katikati yetu na Mungu there was a gap. kulikuwa na pengo. So if the sins of the whole world have been paid, Kama dhambi za dunia yote zimelipwa, how do we access God? sasa tunamwendea Mungu kwa njia gani? For God so loved the world, Maandiko yanasema Mungu alipenda ulimwengu, he gave his one and only son, alimtoa mwana wa pekee, that whosoever ili kila believes. aaminie. if you believe in Christ, Ukiamini Kristo, there are immediate
ramifications, kuna immediate benefits. kuna manufaa ya haraka. Two of them. Mbili. Number one, Moja, you will never perish. ya kwanza hautapotea. Amen. Amen. Do you believe in the word of God? Unaamini neno la Let's Mungu? go. Have you believed in Christ? Umeamini Kristo? Have you believed in Christ? Umeamini Kristo? Why don't you shout, I will never perish? Sema never perish. Let me tell you the meaning of that. Ngoja nikwambie maana ya hiyo. You will never again face the moral ruin or condemnation of sin. Sasa hakuna wakati mwingine utakutana na kifo cha kinachotokana na dhambi. Will never perish. Hautaangamia. But Lakini has. una Or will have. The Bible says will have. will has. Right now. Yes. Have you believed in Christ? Umeamini Kristo? So number one, you will never perish. Jambo la kwanza Why don't hautaangamia. you thank him? Tell him, thank you Jesus, I'll never perish. Sasa simwambia asante Yesu sitapotea. Number two, Jambo la pili, right now, la sasa where you are seated, mahali you ulipokaa have, una, not that you will have, si you utakuwa have, una right now, sasa with you, pamoja na eternal life. uzima wa milele. Praise God. Amen. That's the benefits of believing in Christ Jesus. Sasa hiyo ni manufaa ya kuamini Kristo. All of it by grace. Ni yote ni kwa neema. All of it by grace. Yote ni kwa neema. So open the Bible again to John chapter 3. Hebu fungua katika kitabu cha Yohana 3. We destroy something there. Hebu tubomoe kitu hapo. Verse 17. Mstari wa 17. John 3:17. Injili ya Yohana 3:17. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Jesus has no ministry of condemnation. Sasa Yesu hana huduma ya kuhukumu. If you find yourself in the ministry of condemnation, Sasa ukijikuta katika huduma ya kuhukumu, can I show you your master? hebu nikuonyeshe Bwana wako. Acts 15, Matendo ya Mitume 15 verse 21. mstari wa 21. It says, for Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath. So man. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. If your ministry is the ministry of condemnation, Sasa kama huduma yako ni huduma ya kuhukumu, every generation, sasa kwa kila kizazi, Moses has his preachers. sasa Musa ana wahubiri You are wake. the preacher of Moses in this generation. Sasa wewe ni mhubiri wa Musa Not kwa of wakati Jesus huu. Christ. Si wa Yesu. Back to John chapter 3 verse 17. Rudi Yohana 3:17. Read again verse 17. Soma mstari wa 17 mara tena. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. So Jesus has no ministry of condemnation. Sasa Yesu hana huduma ya kuhukumu. Amen. Amen. He's not a minister of condemnation. Sasa yeye si mhuduma wa kuhukumu. Let me tell you. Hebu nikwambie, During the church age, wakati wa nyakati za kanisa, Jesus is a savior. Yesu ni mwokozi. But after the church age, Lakini baada ya nyakati za kanisa, he'll be a judge. yeye atakuwa hakimu. But right now, Lakini sasa he's not condemning anybody. yeye hakuna hukumu kwa hukumu mtu. The Son of Man Mwana wa Adamu came to seek alikuja kutafuta and save na kuokoa that which was lost. kilichopotea. That's what is happening right now. Hivyo ndivyo inafanyika sasa. Through you, Kupitia kwako Jesus is seeking Yesu anatafuta and saving na kuokoa that which is lost. kile kilichopotea. Verse 18. Mstari wa 18. He who believes in him is not condemned. Hold on. Hebu sikiza, twende pole pole, slow. Eh? Amwaminie yeye hahukumiwi. He who believes in Christ Jesus, Amwaminie yeye he is not condemned. hahukumiwi. Amen. Amen. Do you have a believer here? Hatuna mwamini hiya. Say there is now Tuseme sasa no condemnation hakuna hukumu for them kwa wale that are in Christ Jesus. hiyo katika Kristo And Yesu. I am one of Na them. mimi ni mmoja wao. Praise be to Jesus. Amen. Look at it. He who believes Hebu liangalie, aaminie in Jesus Christ Kristo is not condemned. hahukumiwi. Now, this is the trick here. Hebu sikiza, hapa kuna mtego.
Before Christ died on the cross, kabla ya Kristo kufa msalabani, sin was the means of condemnation. sasa dhambi ilikuwa njia ya kuhukumu. Now let's see the means of condemnation right now. Sasa tuone njia ya kuhukumu ni gani. Continue. He who believes, read again. He who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Are you hearing that? Umesikia hiyo? Sin has been removed. Tayari dhambi imeondolewa. Now for you to escape condemnation, Na ili uepuke kuhukumiwa, you believe in Christ. lazima uamini Kristo. If you reject him, Ukimkataa, you are already condemned. tayari umehukumiwa. Did you hear it? Yes. Jesus is full of grace. Sasa Yesu amejaa neema. Jesus is full of grace and truth. Sasa Yesu amejaa neema na ukweli. You sing it in your churches. Wewe unaimba kanisani. Umejaa neema. You sing it. Si unaimba umejaa neema. Na neema kweli. Oh, even you sing it. Umejaa nani? Aye. So Jesus is full of grace and truth. Sasa Yesu amejaa neema na ukweli. Now if you reject Christ, Ukikataa Kristo, you have rejected grace. tayari umekataa neema. If you reject grace, Ukikataa neema, you have rejected Christ. umekataa Kristo. If you reject grace, Ukikataa neema, you are under condemnation. uko chini ya hukumu. This one does not need interpretation. Sasa hii haihitaji kutafsiriwa. Verse 36. Mstari wa 36. John 3:36. Yohana 3:36. He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So why does the wrath of God abide on people? Sasa ghadhabu ya Mungu inawakalia watu kwa njia gani? Because they have rejected. Kwa sababu Jesus Christ. wamekataa Yesu Kristo. If you read through the Bible, Ukisoma Biblia yote, the unpardonable sin madhambi ambayo haisamehewi is rejection of Christ. ni kumkataa Kristo. All other sins can be pardoned. Zingine zote zinaweza samehewa, But if you reject Christ, lakini ukikataa Kristo, there's no pardon for you. sasa hakuna msamaha. Now he who believes in him Amwaminie yeye will have eternal life. No. Has. yuna. So you have eternal life. Sasa una uzima wa milele. Don't allow people to ask you how old you are. Sasa mtu asikuulize wewe una miaka ngapi. Tell them I'm eternal. Don't joke with me. Mwambie mimi ni mzee wa milele. Sina age. Sasa sina miaka. Praise God. He who believes in Christ Jesus Aaminie Kristo Yesu has eternal life. ana uzima wa milele. Amen. Amen. Testify, say, I have eternal life. Sema nina uzima wa milele. Praise God. Amen. Go to 1 John chapter 5. Waraka wa kwanza wa Injili ya Yohana 5. Waraka. Your Bibles are in trouble. Sasa Biblia zenu ziko na shida. Unaenda mbele unarudi nyuma. Verse 9. Read verse 9. Mstari wa 9. Verse 9. Mm-hmm. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. Are you hearing? This is the witness of God which he has testified of his Son. Hear this. Sikia hii. If you can receive a witness of men, Sasa kama utapokea if ushuhuda I wa come to wanadamu, you, if I come to you, kama ningekuja I tell you kwako my name is Morris Mwale. nikwambie jina langu ni I Morris stay Mwale, in Nairobi, nakaa Nairobi, and every time we meet, we ask me, so how is Nairobi? na wakati wote tunakutana Hey, how are you, habari ya Morris? Nairobi, habari ya Morris. You have received my witness. Sasa umechukua ushuhuda You wangu, have believed what I've told you. umeamini kile Now, nimekuambia. if you can believe what I tell Sasa you, kama unaweza amini what nilichokuambia, God says kile Mungu is alisema greater ni kubwa, because it's about Jesus Christ. sababu ni kuhusu Yesu Kristo. So let's see what God says. Verse 10. Hebu mstari wa 10 tusikie vile Mungu anasema. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. Now, when God speaks to you things, Sasa Mungu anapokuongelesha mambo you don't believe. na unakosa kuamini, You are telling God you're a liar. sasa unaambia Mungu wewe ni wa uongo. If God speaks, Kama Mungu anaongea, you reject them.
unakataa because of your theology, sababu ya theolojia yako, or your denomination, kwa sababu ya dini yako, or your culture, sababu ya or your desturi zako, upbringing, kwa sababu ya vile if you umekuwa. take the things of God, Unapokataa mambo ya Mungu, you are abusing him. sasa wewe unamtusi, You are calling him a liar. unamuita muongo, Just the same way the serpent did in the Garden of Eden. kama vile nyoka alivyofanya katika shamba la Edeni. Next verse. Mstari huu unaofuata. And this is the testimony. Listen. Na huu ndio ushuhuda, sikia. That God has given us eternal life. And this life is in his Son. Amen. Amen. All of us here, Sisi wote we hapa need to have a testimony. tunastahili kuwa na When ushuhuda. they say anybody with a testimony, you lift up your hands. Tuliza mtu ambaye ako na ushuhuda, unainua mkono juu. Whenever they ask a testimony, Wakiuliza mahali popote ushuhuda, uko nao. then they ask you your testimony. Sasa wakikuuliza ushuhuda wako, I have eternal life. nina uzima wa milele. This life is in Christ Jesus. Sasa uzima huu uko ndani ya Yesu. That is your testimony. Hiyo ndio ushuhuda wako. Hallelujah. You know, when you call church for testimony, Sasa mkiita watu kanisani wakuja washuhudie, people coming saying that the devil was chasing him. watu wanakuja wanasema shetani alikuwa amenikimbisha. And whoever has a son has a testimony. Sasa mwenye ako na mtoto ana ushuhuda. I also have a song. Sasa hata mimi niko na No, wimbo. that's not the testimony we are looking for. Wimbo si ushuhuda The tunaotafuta. testimony we are looking for, Ushuhuda I tunaotafuta. am born again by the blood of Jesus Kwamba Christ. nimeokolewa na I damu ya have Yesu eternal Kristo. Nina life. uzima wa milele. Amen. Next verse. Mstari unaofuata. Time is harassing me. So next verse. Sasa wakati unatusukuma tuingie na mstari unaofuata. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Amen. Amen. So how many people have the son here? Say many of you have the son. Sasa kama unamwona sema When you say amen. I have eternal life, Sema nina uzima wa milele. believe it, that is your testimony. Amini, hiyo ni ushuhuda wako. Say I believe God. I believe God That I have eternal that life. I have eternal And life. that life is in Christ Jesus. That life is in Who Christ lives Jesus. in me? Who lives in Shout me. hallelujah! Hallelujah. You have a testimony. Una ushuhuda. Not that you bought a car. Si kwamba nilinunua gari. That's not a testimony. Hiyo si ushuhuda. You just worked hard or stole money and bought a car. Sasa wewe pengine ulifanya kazi ama ukaiba pesa ukanunua gari. That's not a testimony. Sasa hiyo si The ushuhuda. testimony is that I have life. Ushuhuda, nina uzima. Everlasting life in me. Uzima wa milele ndani yangu. Amini, amini, nakwambia. Amini, amini, ujumbe mpya. Yeye aliye mwamini mwana ana uzima. Amen. Amen. Verse. Next verse. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God. Are they here? Now they are here. Those who believe in the name of the Son of God. Waaminio hapa Are they wako, here? wako hapa. Why don't you tell the Bible reader we are here? Sema tuko hapa. Tell them all those things now. Waambie sasa. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. And Are that you you hearing may... that? Hold on. Are you hearing that? Sasa unasikia hiyo? What does God want you to know? Mungu anataka ujue nini? For sure, what does God want you to know? Mungu anataka mjue nini? What does God want you to know? Anataka mjue How nini? long is eternal life? God does not want you to guess. Sasa Mungu hataki ubahatishe. God wants you to know. Anataka ujue. Just the same way you know your name. Kama vile unavyojua jina lako. Just the same way you know your age if your mother told you. Vile unavyojua miaka yako kulingana na vile mama yako alikwambia. You need to know. Unastahili kujua. There's no doubt about it. Hii haina shaka. If someone asks you, are you John? Mtu akikuuliza wewe ni John? Yes, I'm John. Nasema mimi ni Yohana. What else about you? Kitu kingine I have kuhusu. eternal life. Nina uzima wa milele. It's something you know. Ni jambo If you unalolijua. woke up in the middle of the night Ukiamuka usiku and you are dreaming, na unaota a black cow is chasing you, na kuna ng'ombe mweusi anakufukuza and you didn't have a knife to slaughter it. na wewe haukuwa na kisu ya kuichinja. So you say, I have eternal Unasema life. nina uzima wa milele. Even if a black cow chases me, Hata kama ng'ombe nyeusi amenifukuza, I have eternal nina life. uzima wa milele. And if a black cow chases you, it's good news. You have meat for a whole year. Ukifukuzwa na ng'ombe mweusi, jua una nyama ya mwaka mzima. Read the verse again. Read the verse again. Hebu soma Verse tena. 13.
Mstari wa 13. These things I have told to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Because the just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani. Let's go back to John again. Turudi kwa Yohana tena. Chapter 5 verse 24. 5:24. We're just rushing through scriptures. Tunakimbia, And tunapitia the Lord pitia is going to Bwana. help you in a mighty way. Na in Mungu these scriptures. atakusaidia kwa njia kubwa katika jina la Yesu. John Verse 5:24. Mstari wa 24. Most assuredly, Amin, amin. I say to you, Nawaambia, he who hears my word yeye alisikia neno langu and believes in him who sent me na kumwamini yeye aliyenipeleka has everlasting life, yuna uzima wa milele, and shall not come into judgment, wala haingii hukumuni, but has passed from death bali amepita kutoka mautini into life. kuingia uzimani. Haleluya! Now I want you to hear this. Hebu nisikisikie hii. The people who are listening to Jesus, Yaani wale watu walipokuwa wakisikia they Yesu were not trusting him. hawakumwamini. So he said, Akasema my father cannot lie. Mungu hawezi At danganya, least you know him. na nyinyi He's mnajua not the son of man, si mwana wa that Adamu he may tell you lies. ili adanganye, He's not man, si mtu that he may change his mind. abadilishe mawazo He never yake, lies. adanganyi. Listen to me, Sikiza sasa kwanza, but believe him who sent me, muamini aliyenituma, that he actually sent me to save you. kwamba alinituma niwaokoe. If you believe that, Ukiamini hiyo, number one, jambo la you kwanza have eternal life. una uzima wa milele. Number two, Jambo la you will pili, never come into judgment. hauna hukumu. Number three, Jambo la you tatu, are not dead. hauna You have kifo. crossed over Umepitishwa from death kutoka kifo into life. hadi You have uzimani. life Una eternal. uzima wa milele. No one can judge you again. Hakuna atakaye kuhukumu tena. The one who judges you Anaye kuhukumu will tell you which government is ours. anakuambia yeye ni wa serikali gani. Praise God. Amen. John chapter 6, Yohana 6 37 to 40. 37 hadi 40. John 6:37 to 40. And that the Father gives me will, Yeah, hold on. all that the Father gives me Uh-huh. will come to me. Hold on. Hebu subiri. All that the Father gives me will come to me. Wote anipao Baba watakuja kwangu. You know what? Unajua? You were given to Christ by God. Wewe ulipeanwa kwa Kristo na Mungu. You didn't look for him. Sasa wewe haukumtafuta. He says, Anasema Romans 3 verse 12, katika Warumi no 12 one mstari wa seeks 3, after me. hakuna hata mmoja anitafutaye. You didn't seek after him. Sasa wewe haukumtafuta. In the mountains, Katika milima you were just starving. ulikuwa una njaa. You chose to starve in the mountains. Sasa wewe ndiye You uliamua are not kuwa na njaa seeking for milimani. God. Haukutafuta Mungu. No. Hapana. God does not live in the mountains. Mungu akaagi He milimani. lives in men. Anakaa ndani ya watu. Those that my Father gives me, what will happen to them? Will come to me. Uh-huh. And the one who comes to me, The one who comes to me, I will by no means cast out. did you hear that? Yes. I will by no means cast out. Sitamtupa. By which means are you thinking that you lose your salvation? Sasa unafikiria utawapoteza wokovu wako kwa njia gani? Put it there. Sasa iweke That hapo. means that you think you can lose your salvation. Kama unafikiria unaweza poteza Put it there. wokovu wako, weka It pale. is called no means. Sema hakuna sababu. Kuna njia. Read for us this way, verse 37. Verse 37, ngoja nisome kwa Kiswahili. Wote anipao Baba watakuja kwangu. Wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Sitamtupa Nje kamwe. Choose to believe Christ Sasa chagua kuamini Kristo or believe your religion. ama uchagua kuamini dini yako. Verse 38. 38. For I have come down from heaven, not to do my will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me. A special announcement is being made. Sasa kuna matangazo maalum. Now announce it. This is the will of the Father who sent me. Uh-huh. That of all he has given me, I should lose nothing, Uh-huh. but should raise it up at the last day. Continue.
And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Amen. What will you do with those scriptures? Sasa hiyo maandiko utafanyaje nayo? Larua. Tafanyaje na hiyo maandiko? Tafuta makao zime hapo kabisa. You either look for charcoal, you smear around. John chapter 10. Yohana 10. John 10:27 to 30. John Yohana 10:27 hadi 30. 27. 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. If you are hearing voices Sasa kama unasikia sauti that tell you are getting lost, zinazokuambia unapotea, then be sure you're not the sheep of Christ. sasa wewe jua si kondoo wa Yesu. Because the sheep of Christ, Sababu kondoo wa they Yesu hear his voice. wanasikia sauti This yake, is what they hear. na hii ndio wanasikia. And I give them eternal life. So again, My sheep hear my voice, so number one, my sheep hear my voice. Kondoo wangu wasikia sauti yangu, and I know them. nami nawajua. Amen. Not somebody here is about to commit suicide. No. Si hapa kuna mtu ambaye anataka kufa. God knows you personally. Mungu anakujua wewe He mwenyewe. knows your name. Anajua jina He lako. knows the number of hairs on your head. Anajua nambari ya nywele zako. You are not a stranger to God. Sasa wewe si mgeni kwa Mungu. He knows you. Anakujua. Why don't you shout, God knows me? Sema Mungu ananijua. Yes, he does. My sheep hear my voice, Kondoo zangu husikia sauti and I zangu. know them. Na mimi nawajua. God, Lakini Mungu He knows you personally. anawajua ninyi. He calls you my son. Anawaita kondoo zangu. And I give them eternal life, and they shall never perish. They shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Hold on there. Sikia hapo. There is no one, Hakuna including Satan himself, hata shaitani, plus all his demons, hata mapepo yake, plus all the witches. hata warogi. There is no one Hakuna who can pluck you ambaye out of the atakuondoa hands of Jesus. kutoka kwa mikononi ya As Yesu. you tell him, thank you, Jesus. Yesu, asante I Yesu. love you, Jesus. Nakupenda Yesu. My Father, who has given them to me, is greater than all. Greater than all means that he is all powerful. Inamaanisha kwamba yeye ni mwenye nguvu He is zote. the Almighty God. Yeye ni Mungu mwenye uweza Well, wote. hear the announcement about the Almighty God. Hebu sasa sikia matangazo ya Mungu Mwenyezi. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Na hakuna atakayeweza kuwapokonya. You are in the omnipotent hands of God. Uko katika mikono yenye uweza ya Mungu. The omnipotent hands of Jesus Christ. Mikono ya uweza Yesu Kristo. And he's saying, Na inasema no one can snatch you. hakuna atakaye kukupokonya kutoka mikononi The mwako. devil snatched you. Shetani hawezi He kukuondoa. snatched you Alikuondoa in the Garden of Eden. katika shamba la We Edeni. have been looking for you. Tumekutafuta. Now we have found you. Sasa tumekupata. No one again Hakuna can tena take you out of my hand. yeyote Once atakayekuondoa God finds you, mikononi mwangu. you are his forever. Wewe ni wake akikupata. The next verse. And I and my Father are one. I and my Father are one. In other words, Kwa jingine, Jesus Christ Yesu Kristo and God the Father na Mungu Baba are in agreement wote wako katika when umoja it comes to protecting you. wakati napokuja katika ulinzi wako. Praise be to Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. Let's finish with Romans chapter 8, Kwa leo tumalize na Warumi 8 verse 31. mstari wa 31. Romans 8. Basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? You know what the answer is? Jawabu ni hii, It does not matter. haijalishi. It doesn't matter who is against you. Sasa haijalishi ni nani yako kinyume chako. If God is on our side, Kama Mungu ako upande it wetu, doesn't matter. Let them be against us. haijalishi ngoja wawe kinyume chetu. Let all the demons from hell, Hata mashetani ya plus toka their kusini, father Satan himself, mpaka wakuje na baba yao shaitani, let them be against us. ngoja waje kinyume chetu. If God is on my side, Kama Mungu ako upande me wetu, and God, mimi na Mungu we are the winning team. tuko katika timu ya ushindi.
Doesn't matter. Haijalishi. Even if you are a pastor here, Hata kama wewe ni pastor and hapa, all elders gang against you, hata wazee wote wakuja kinyume as chako. long as God is on your side, Sasa Mungu awe tu it pande does wako. not matter. Haijalishi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. If you're a pastor here, Wewe and mchungaji half hapa of the church na nusu ya is kanisa against you, iko kinyume laugh chako, at them. wachekelee. They don't know what they are doing. Hawajui They are wasiweze fighting nalo. with the winning team. Wanapingana na timu iliyoshinda. Praise God. Bwana asifiwe. Whether alone, Uwe peke yako. but what you need to be sure, Kile ambacho unastahili kuwa nacho we are on the same side with God. ni uhakika kwamba uko upande moja na Mungu. That is enough. Hiyo imetosha. Verse 32. Mstari wa 32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Yeye asiyemwachilia mwanae bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Now, Jesus, Yes. God is the giver. Sasa Mungu ni mpeanaji. You can't outgive God. Sasa huwezi mpatia Mungu zaidi ya vile amekupea. If you buy land, Sasa ukinunua shamba, build the church alone, ujenge kanisa peke yako, buy the instruments, ununue vyombo, do everything, ufanye kila kitu, that's nothing before God. sasa hiyo ni bure mbele ya Mungu. You can't outgive God. Sasa hauwezi toa zaidi kuliko Mungu. And you know the way He gives? Unajua anapeana namna gani? Unconditionally. Bila sababu na masharti. Look at this. Tazama hii. He gave you salvation by grace. Alikupa wokovu kwa neema. Eternal life by grace. Uzima wa milele kwa He neema. gave you Jesus Christ by grace. Akakupa Yesu kwa neema. Now the question is this. Sasa swali ni hili. If He gave you Christ by grace, Kama alikupa Kristo kwa neema, what else will He not freely give you? sasa ni nini kingine ambacho hawezi kukupea? Why are you so worried? Sasa kwa nini unastuka? Like God is so mean. Ni kana kwamba Mungu ni mchoyo. Unless you cry, Mpaka ulie. He will not give you. Sasa hata Who kupea. taught you? Nani alikufunza? He's a loving Father. Sasa yeye ni Mungu How anayetupenda. much did you cry to receive Jesus Christ? Sasa wewe ulilia kiasi gani upate Yesu? Na alikupea bure. Nilie Bwana. Mlilie. Lia, itana. Haijatosha machozi. I'm just reading scriptures. You know we treat our God very badly. Unajua tunamfanya Mungu wetu akae kwa njia mbaya sana. There's a place we read, I ran away from it, but let me go back there again. Kuna mahali tulisoma alafu nikaondoka, hebu nirudi hapo. In John, in 1 Corinthians chapter 3 verse 9, Katika Wakorintho wa kwanza 3:9. the Bible says, Maandiko inasema, you are the field of God. nyinyi ni shamba la Mungu. Say amen. Amen. Say I'm the field of God. Sema mimi ni shamba la Mungu. Now suppose you are the farmer. Sasa wewe pengine uwe mkulima. Does the field plant in the farmer or the farmer plants in the field? Sasa ni mwenye shamba anapanda shamba ama ni shamba inapanda kwa mwenye shamba? Who has the seed, the field or the farmer? Sasa ni nani yako na mbegu? Ni mwewe ni mkulima ama ni shamba? So what are you? Sasa wewe ni nini? Say I'm the field of God. Sema mimi ni shamba la Mungu. So do you have a seed to plant? Sasa wewe una mbegu ya kupanda? I'm just challenging you with the scriptures. Sasa mimi na changamoto katika maandiko. Think about the things we do. Sasa hebu fikiria. The seed is the word of God. Mbegu ni neno la Mungu. Or any service unto God Ama huduma yoyote kwa Mungu given by the inspiration of the Holy Spirit. inayopeanwa kwa kusukumo wa Roho Mtakatifu. Because the seed must have life. Na kwa sababu lazima mbegu iwe na uzima. For a seed to grow, it must have life. Ili mbegu ikue lazima iwe na uzima. Money does not have life. Pesa hazina uzima Unless it's given isipopeanwa under the prompting of the Holy Spirit as worship. kupitia kwa msukumo wa Roho Mtakatifu kama ibada. Not because I've stirred you up. Si kwa sababu nimekukoroga kupanda mbegu. Kila mtu atengeneze mbegu yake. Mwaka unaenda kuisha. We are the field of God. Sisi ni shamba la Mungu.
finish our conference. Sasa tuko karibu kumalizia kongamano. Okay. Haya. It's just education. It's adult education. It's called adult education. Sasa haya ni mafunzo ya watu wazima. Ya gubaru. I want you to hear this. Ningependa usikie hii. God is a loving God. Mungu ni Mungu wa upendo. He is a father. Ni baba. There's no father who does business with his children. Hakuna baba anayefanya biashara na watoto wake. The father blesses his children. Baba anabariki watoto wake. The father blesses the children. Sasa baba anabariki The watoto. children become responsible sons. Sasa wana wanakuwa wana wenye majukumu. Amen. Amen. So as sons of the father, Kama wana wa baba, let's be responsible. hebu tuwe na You majukumu. can't bribe him. Hawezi mhonga, You can't buy a blessing from him. hawezi nunua baraka kutoka He kwake. gave you Jesus Alikupa Yesu free of any cost. bila gharama yoyote. And he will give you every blessing Atakupa baraka free zozote of any cost. bila gharama But yoyote. as a son, Lakini kama you mwana need to be a responsible steward unastahili kuwajibika of what the father has entrusted with you. kile ambacho Bwana amekukabidhi. Amen. Amen. Next verse. Mstari unaofuata. Verse 33. Now listen to this verse now, keenly. Listen to this verse. Who shall bring a charge against God's elect? Oh no. Sasa simamia tu hapo. Who will accuse you? Sasa ni nani atakaye washtaki? Your pastor? Pastor wako? Your bishop? Askofu wako? The evangelist? Mwinjilisti wako? That prayer warrior? Sasa huyu shujaa wa maombi. God has shown her things. Sasa Mungu amemfunulia mambo. When there are people who see things. Unajua kuna watu wanaonaga mambo. My former pastor Jokai was preaching in Kisumu, Sasa mchungaji wangu Jokayo alikuwa anahubiri kule Kisumu. and a prophet stands up Sasa nabii anasimama, and is crying. analia. He's seeing a black skirt in the window. Sasa ati anaona curtain nyeusi kwa A dirisha. skirt. Skirt nyeusi kwa dirisha. Malinda. And he wants the pastor to stop preaching so that they talk about a skirt in the window. Sasa anataka yule anayehubiri asimame kuhubiri ili aongee habari ya skati nyeusi kwa dirisha. Jokai told him, Jokayo akamwambia, you go out and continue seeing that skirt and preach the wewe gospel. enda nje uendelee kuona hiyo skati, mimi naendelea kufunza. There are people who see things Unajua kuna wanaitwa waonaji and they don't come to you, they go to other people. na wakuji kwako, wanaenda kwa wengine. The Lord has been showing me something about the pastor. Sasa anasema Mungu ananionyesha kitu kuhusu Keep mchungaji. seeing them. The pastor is busy preaching the gospel. Endelea kuona pastor anaendelea na shughuli ya kuhubiri injili. Who is this that will bring a charge against you? Sasa ni nani huyo atakayetushtaki? We know him. Tunamjua. It's called Satan. Anaitwa Shetani. He's the accuser of the brethren. Yeye ni mshtaki wa wadugu. And he also has his servants. Na hata yeye ana watumishi wake. Some of them on 2 feet. Sasa wengine wana miguu mbili. Who shall bring a charge against God's elect? It's God who justifies. Now hear this. Sasa sikia hii. God is the supreme judge of the whole universe. Sasa Mungu ni hakimu mkuu wa mahakimu wote duniani. Now he has justified you. Sasa amekufanya mwenye He haki. has declared you righteous. Amekutangaza mwenye haki. He has said to the Lestai. Amesema Terestai. Tetelestai. He has said to the Lestai. Amesema Tetelestai. Now who else will come and accuse you? Sasa ni nani mwingine ataka kuhukumu? Once the judge has spoken, Sasa jaji mkuu akinena, you may complain. sasa wewe utapiga People may makelele. accuse you. Watu They may watastaki. say everything. Watasema kila But the kitu. word of the judge stands forever. Lakini jaji neno lake nasimama milele. So who is your judge? Sasa jaji yako ni nani? Tell me who is your judge? Jaji wako ni nani? What does he say about you? Anasema nini Say, kukuhusu? I am justified. What does Nimekombolewa. he say about you? Anasema nini? It does not matter what anybody else says. Haijalishi wengine wanasema nini. Don't be worried when they say things, bad things about you. Hata wakisema nini usijali. Let them talk. Ngoja waongee. Because they have their idol. Hawana kazi ya kufanya. Na mdomo ni ya kukula na They need kuongea. some work. Wanahitaji kazi. There's something I discovered in life. Kuna kitu niligundua katika maisha. People don't talk about a small person. Watu hawaongeani juu ya mtu mdogo. No.
Hapana. Hapana. Big men. Watu wakubwa. So when you hear people talking about you, Sasa ukisikia watu wakiongea pass kuhusu them with your head high. pita hapo na Big man. jua wewe ni mtu mkubwa. Let them continue. Waendelee. Make them busy. Waendelee kuongea As you prosper, unapoendelea. let them remain talking. Ngoja waendelee kuongea. Next verse. Mstari unaofuata. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Amen, amen. Now, Jesus Christ, Sasa Yesu Kristo who will have sent you to hell, ambaye angekutuma jehanamu he died for you. alikufia, And now, na sasa he has saved you. amekuokoa, And now, na sasa he's praying for you. anakuombea. Now, who will condemn you? Sasa ni nani atakuhukumu? It is Jesus who will have condemned you. Sasa ni Yesu angekuhukumu. But instead of condemning you, Sasa badala ya kuhukumu he died for you. alikufia. When you believed in him, Wakati he ulipomwamini saved you. akakuokoa, And now, na he's sasa praying for you. anakuombea. Sasa, Anaweza fanya kazi hiyo yote ya bure? verse 39, read verse 39. Mstari wa 39. Verse 39. Mstari wa 39. Nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. There is nothing Hakuna on earth duniani or in heaven hata mbinguni or under the earth ama chini ya bingu ya dunia Mombasa. ama Mombasa in the sea hata baharini that can separate you, ambayo inaweza tutenga, not from you loving God. sio wewe kumpenda Mungu. You always stop loving him. Unajua wewe Every time you stop loving him. kila wakati unakosa kumpenda, But nothing lakini hakuna God kitu chochote kitakusimamisha From loving you Mungu kukupenda through Christ Jesus. kupitia kwa Kristo Yesu. Amen. Amen.